Leo tunawapeleka watu mahakamani wale ambao ni defaulters ambao walishindwa kulipa kodi zao pamoja na malimbikizo. Kwa hiyo kuna wale watu ambao wanadaiwa kodi nyingi ndio tulioanza nao, ambao wanadaiwa kodi na malimbikizo, na kwa kuanzia tumeanzia watu wanaodaiwa kuanzia milioni 5 kwenda juu. Kwa sasa tuna watu 125 ambao tunatakiwa kuwapeleka mahakamani, na tunaenda kwa awamu kwa sababu kwa leo tunawapeleka watu 7 ndio tunaoanzia, lakini tunaendelea kuwapeleka kwa siku zinavyozidi kuendelea, maanake tunaendelea kuwapelekea SAMAS. Kutokana na sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999, kila anayemiliki ardhi anapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi, kwa sababu ardhi ni mali ya umma na ipo chini ya udhamini wa Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wananchi wote. Kwa hiyo iwapo inatokea kwamba mtu unamiliki ardhi kisheria, unapaswa ulipe hiyo pango la ardhi, kwa sababu wewe ni mpangaji, sio mmiliki, ni mpangaji, kwa sababu ardhi yote ni mali ya serikali. Kodi ya pango la ardhi inalipwa na mmiliki yoyote yule mwenye umiliki wa ardhi. Mtu mwenye umiliki wa ardhi, kwa maana rahisi tunasema mtu huyu amepangishwa kutumia ardhi anayoitumia. Katika upangishaji huo anawajibika kulipa kodi yake ya pango la ardhi. Kodi hiyo inalipwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 bila riba. Tukianza tarehe 1 mwezi wa kwanza anaanza kulipa kwa riba. Na kodi hii ya pango la ardhi ni sharti la lazima kulipa. Kwa kutokutimiza sharti hili, kuna adhabu mbili zinaweza zikachukuliwa. Adhabu ya kwanza ni kufikishwa mahakamani chini ya fungu la 54 ya sheria ya ardhi namba 4 kwa toleo la 2023, ambapo ukifikishwa mahakamani we huna sababu nyingine ya kujitetea zaidi ya kutoa uthibitisho wa malipo ya kodi hiyo. Kama huna uthibitisho huo, maana yake mahakama itaendelea na taratibu za kutekeleza maombi tuliyowasilisha mahakamani. Ili usikumbane na kadhia za kupelekwa mahakamani, usikumbane na kadhia ya kuchukuliwa hatua ya kufutiwa umiliki wako, basi tunakushauri inapofika tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 31 mwezi wa 12, jitahidi kulipa kodi yako ya pango la ardhi, kwa sababu ukilipa kwa kipindi hicho ni kodi ndogo sana inaweza kulipika. Na kiwanja Kanje Kasera. Hivyo kama wananchi tunavyokuwa tunahitaji viwanja, tunahitaji kulipa kodi pia ni muhimu, kwa sababu bila kulipa kodi katika masharti ya hati iliyopo hautakiwi kuendelea kuishi katika hicho kiwanja. Tunatakiwa kulipa kwa wakati ili tusipate malimbikizo na usumbufu wa aina mbalimbali. Nahitaji kuona watu wote au kuhamasisha wananchi wenzangu tukalipe kwa wakati, tusipate kusumbuliwa na kwa ajili ya kulipa kodi kwenye ofisi za watu.